ndio maana mtu washapoteza, waungane na macomment walipane, washapoteza. Si wasema Diva hawampendi, watu 2000 wanafanya nini hapa kama hawampendi? Na hiyo redio itafungwa, hiyo redio itafungwa. Yaani wakiendelea hivyo itafungwa. Redio gani inamsema mtu? Hawana vipindi. Hawana vipindi mpaka wamseme. Mimi nafanya interview na watu, mimi nakutana na watu. A lot of love napata from these people. Hawajawahi kusema chochote, ila wao ndo wanatengenezeaga watu Diva onekane mbaya. Hao. Alafu kwanza imeshuka kwa sababu mtu mwenye akili yake timamu hawezi kusikiliza vitu kama hivyo tena. Yaani kama alikuwa anafuatilia redio anaacha, kwa nini? Imejishusha hiyo redio. Yaani sasa hivi wanaelekea kufunga wale. Anatetemeka kwenye kipindi. Mtangazaji anatetemeka kwenye kipindi. Mtangazaji anapandisha mapepo. Sasa mna maana gani? Mtangazaji mambo gani haya? Mimi nilikuwa sielewi. Eti nishikeni ushikwe wapi? Mbona vile jamani? Yaani mambo yamekuwa mengi na bosi, unaona vitu vinafanya watalipwa watu wengi sana, mtaona wanaingia live ambao sina hata matatizo nao. Mtawaona watu wengi sana, yani ile timu yote. Sasa sio kwa Mataira. Wewe unalipoje kumtukana mtu? Watu wengine akili zero kweli. Yaani kwanza wanajishushia heshima, wanaonekana ya kwamba hawana content, wanahangaika na Diva. Wanaonekana hawana content, wanahangaika na Diva. Mbona kuna vitu vya maana vya kufanya kwenye radio? Yaani radio na TV wiki nzima Diva kisa na dai mishahara. Kwani uongo? Ni uongo, dai haki yako. Ni haki yako hiyo, dai mwana. Dai haki yako. Diva kipenzi, mimi unakumbuka kipindi kile ulikuwa unaumwa au ukapunzika kidogo? Na unakumbuka hicho kipindi kilivyokuwa kimepotea? Kiko hata kisikiki. Badala wakae wafanye promotion ya vipindi vyao, wanahangaika na mimi. Alafu ningekuwa mimi ndo nimewaataki kweli. Wataendaje mjini bila kukuzungumzia wewe? Eti wanatafuta maex, huyu. Eti mjione nani alikuwa mbaya. Sasa si move on. Ujeoni we Diva, wewe hata we mwenyewe mtu kaoa mtu aneringana naye mwili. Hata move on saa ngapi? Wanaangaliana wote, karibu sana wote ni wanaume. Jamani, tuna Pastor Neema Mbise hapa. Mtumishi wa Mungu, karibu. Karibu mama. Dada Diva. Mama, karibu. Shalom, karibu. Mama. Diva, habari ya kwako? Habari yangu nzuri tu, dunia tuna walimwengu wake. Sasa mimi nitakuwa tofauti kidogo. Kwamba hautakiwi niseme nini, lakini Diva, mpandishe Neema. Neema gani? Si nishampandisha mtumishi wa Mungu au kuna mwingine? Yuko chini. Basi jamani tuongee wengine. Huyu ndo mwenye mtoto. Mtoto wa mute naomba, tutashushwa jamani. Mwenye mtoto wa mute. Nani mwenye mtoto? Mwenye mtoto wa mute guys, tutashushwa. Mshushe. Mwenye mtoto wa mute please. Na hisi ni lakini mute. Jamani, mpaka sasa hivi anayepanda hapa tunaomba achachuke kwa sababu Diva ni professional presenter. Tunatetea yani professionalism hapa. Neema gani? Huyo hapo Neema anafanya maombi. Pastor Neema karibu, nishampandisha. Senyorita, nataka nichachuke. Senyorita. Haleluya. Karibu mtumishi wa Bwana. Shalom. Karibu, shalom. Karibu mtumishi. Sisi huku upande wa pili wakati mwingine huwa tunaacha mambo yaende. So lazima ujipigie debe sana au ujitetee sana. Wakati mwingine kuna wakati wa kunyamaza na kuacha vitu viongelewe. Vikishaongelewa watu watanyamaza kwa sababu hakuna kitu huwa kinadumu. Mimi ninachoamini kila kitu huwa kinapita. Kwa hiyo wakati mwingine acha vitu viende. Ukijitetea sana wakati mwingine utazungumza na vingine wataokota huko
vingine vya kuendelea kukupiga. Kwa hiyo mimi niseme kwa tofauti kwamba ruhusu wakati mwingine vitu viende, nyamaza. Lakini ukisema Hapana, mimi unajitetea kila sitaweza siku, kunyamaza na sijitetei. Kwa nini? Kwa sababu walitengeneza mimi ni brand, ni mtu ambaye nina shughuli zangu na biashara zangu. Kilichotokea ni kwamba walitengeneza mazingira mabaya sana, yani ya kuaminisha watu Diva ni mgomvi, anagombana na watu, Diva na matatizo, Diva na nini. To start with, mtumishi wa Mungu, samani kuongea hiki, mimi sikuwa na mazoea na watu pale kwa sababu sionani nao. Mimi naingia usiku, kwa hiyo nilikuwa naingia saa 4 kasoro, natoka saa 6 labda dakika 5 10 straight home. Siendi kwenye event, siendi kwenye shughuli ya mtu, naenda pale usiku na kutoka usiku. Sionani na watu na hata na miaka 2 3 sionani nao. Naonana na wale wa usiku tu, unless mtu anipigie yeye mwenyewe simu. Na watu wenyewe ndo wakiniona, hey Diva, hi. Lakini niliamua kuishi maichale. Niliambiwa ukija hapa fanya kazi yako, ondoka. Hapa fitna. Kwa mimi nikaa nafanya vile. Kwa mtu anavyosema sijui walinzi wamefurahi, sijui wanani wamefurahi, huo ni unafiki, anataka kuhakikisha watu wamefurahi. Kama walikuwa wanafurahi hawanipendi, kwa nini miaka yote 5 hawakunifukuza? Mimi ndo nilikuwa nataka kuondoka, na nimeondoka mwenyewe kwa sababu nataka kufanya shughuli zangu, nifanye podcast zangu na nikae nifanye nini, biashara zangu, kwa sababu umri unaenda miaka 38. Nimeona hakuna future. Umeelewa? Kwa nataka nitumie nguvu yangu nyingi kwenye mambo yangu, kwa sababu chako ni chako tu. Nilikaa kimya, mtumishi wa Mungu, toka niondoke. Nashangaa mnaanza kuatakiwa. Huyu kapiga huku, huyu kapiga huku, huyu kapiga huku. Sasa wanaungana, wamelipwa watu, wamelipwa kina Mwijaku, wamelipwa sijui kina nani, wamelipwa kina nani kama promotion ya kumwattack Diva. Unaambiwa hivi, kama yani hamna mtu ambaye huwezi kupigana naye kama mtu mwenye Mungu. Ameshashuka. Huwezi mtu kwa sababu nimemwambia siwezi kunyamaza. Sio kila kitu cha kumwachia Mungu. Watu unaowaweza pambana nao. Ningenyamaza kimya, Hiyo ndo point. Kwa nini